hongera kwa performance, lakini pole kwa kupoteza mchezo. Kama mchezaji, overview yako kuhusiana na mchezo ulikuwaje? Ilikuwa mechi aina gani? Mchezo bwana ulikuwa mgumu sana. Kwa hiyo ukicheza na timu kubwa kama hizi, ukifanya makosa wanakuwa wepesi sana kuadhibu wakati huo. Kwa hiyo si tuliwaheshimu Yanga, lakini tulizidi kufanya makosa wakati waadhibu, ndio maana tukafunga. Mwalimu ameongea nini na nyinyi wakati mnarudi katika kipindi cha kwanza? Mwalimu akatuambia tucheze na tuwazidi kuheshimu Yanga ili tusizidi kufanya makosa. Ni makosa siwe mengi, kwa sababu makosa yakiwa mengi ni rahisi sana kuadhibiwa kwa timu kubwa kama hii. Tulikuona ulikuwa na mwanao Isra, mlikuwa mkibadilishana mawazo. Nini alikuwa anakuambia baada ya mchezo kumalizika? Tulikuwa tunapiga story tu, siwajua. Kipindi cha nyuma tulikuwa wote, kwa sasa hivi kila mtu yupo timu tofauti. Kwa hiyo mpira umeisha hapa, tulikuwa tunaongea tu kawaida tu. Mnakumbushia ya mnyama. Unajua tushapigana sana makonzi. Alikuwa kibondo wako ni unamuonea? Mwanangu sana hizo. Ndo mpira ndo ulivyo. Mpira ndo ulivyo. Mpira sio adui, mpira fair play. Kwa hiyo kuna wakati vinatokea vitu kama vile uwanjani. Kwa hiyo mpira ukiisha ndo tunaungana, tunakuwa upendo na kuwa mmoja. Labda kama aliomba penalti kucheza wewe. Ndugu yangu umeiona hiyo. Wewe vipi ile penalti? Uliza wewe unasema. Maana yake ulikuwa uwanjani. Sio penalti, ndio mwamuzi akufinika. Ingekuwa ni penalti mwamuzi angefinika, lakini sio penalti. Bwana Karabaka, kumalizia tukizungumzia mpira hasa kiutaifa, mnyama anayewakilisha Tanzania, neno lako kama Mtanzania kwenye fainali za kombe la shirikisho barani Afrika, kuwatakia heri. Mimi ninachozungumza kuhusu mnyama, mimi namuombea tu heri, akafanye vizuri ili mechi aje kuimaliza nyumbani. Kwa sababu ukienda ugenini lazima ujipange na ugenini, kwa sababu hujui penzi wamejipangaje. Kwa hiyo mimi ninachoombea mnyama wakafanye vizuri ili mechi waje kuimaliza nyumbani na kubeba kombe. Imani yako ipo kwa namna gani kwenye hii mechi kulinganisha uzoefu wa Simba kwenye michezo ya kimataifa? Simba anabeba kombe. Wewe hata wewe pia kuwa na imani hiyo. Simba anabeba kombe. Nyepesi kwa mnyama. Kabisa nyepesi kabisa. Sio kwa Mwarabu yule. Tena anatoka Bushu huko Belkane. Mpira upo hivyo, lakini wewe unatakiwa uwe na imani na timu yako ambayo ipo kwenye taifa lako. Usiangalie Waarabu wale wanakuja tunakoondoka. Kwa hiyo weka 100 Simba anachukua kombe. Kuna watu washaka wa Tanzania kwamba heshima inakuja nyumbani. Lazima tuweke heshima. Lazima libaki hapa. Shukrani. Wenyewe wanakuambia lisipobaki wataliiba. Wenyewe wanasema mnyama anasema. Shukrani.